Asante sana mpenzi mtazamaji ambaye ni mheshimiwa mkubwa katika mtandao wetu wa Omokenya TV mahali popote ulipo. Hujambo, karibu katika uchanganuzi ili nikueleze vile mambo yalivyo haswa katika sekta ya siasa, kisha baadaye nitakuwa na changanua moja kwa moja. Ndoa ya makubaliano, ndoa ya kisiasa kati ya Raila Odinga na rais wa sasa William Ruto imezama. Katika kanda hii nitakueleza ni kivipi ndoa ya kisiasa ya viongozi hawa wawili imezama na sababu ni zipi. Nitakueleza kwa kina, naomba tu ukaweze kunifuatilia. Unapoendelea kutazama hii kanda, naomba ukaweze kutukabidhi a like, ukipenda a thumbs up, na ikiwa wewe ni mgeni hauja subscribe katika channel yetu ya Omokenya TV, kuna kitufe hapa chini kimeandikwa subscribe. Lakini unapotazama ikiwa umeandikiwa subscribed, wewe hauna nia ya kubonyeza kwa sababu tayari ni subscriber. Asante sana, umbali huu tumefika ni kwa sababu yako. Mungu akubariki. Lakini ikiwa kwa kitufe hapa chini umeandikiwa subscribe, inamaanisha hauja subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozigua katika mtandao huu wa Omokenya TV. Sambaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ukimaliza kutazama, ili tukaweze kujulisha wingi tena zaidi. Ndoa ya kisiasa kati ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga na kiongozi wa sasa katika taifa letu la Kenya Rais William Ruto imeonekana kuzama. Kwa nini nazungumza hivyo? Baada ya mbunge wakilishi la Kasbul Charles Were kufiatuliwa marisasi hapa jijini Nairobi, kifo chake kimeleta tofauti kubwa haswa kwa broad-based government. Sasa baadhi ya viongozi katika chama cha ODM wametoa ilani, wametoa ultimatum ya kujiondoa katika broad-based government. Wale ambao wamekuwa wakishangilia serikali ya Kenya kwanza kwa muda mrefu sasa wamegeuka. Mbunge wa enebunge wakilishi la Homa Bay Town, yani Homa Bay mjini, Peter Kaluma amekuwa akitetea serikali ya Kenya kwanza, lakini sasa yeye ndiye anajitokeza na kutoa ultimatum, makataa ya siku chini ya 7 kwa serikali ili kutangaza msimamo na kuleta majibu nani mhusika mkuu katika mauaji ya Charles Were. La sivyo hakutakuwa na makubaliano ya kuendelea kushirikiana pamoja katika uongozi wa broad-based government. Tumsikize Peter Kaluma. So we must know more so because of the MOU you signed with Baba Raila Odinga before Friday, who has killed the son of Homa Bay. We will not allow the long arms of government to grow shorter at the death of our son and continue any relationship with you going forward. Huyo ni mbunge wa chama cha ODM ambaye amekuwa akitetea serikali kwa muda mrefu. Sasa amegeuka, anasema by Friday tunataka kujua ukweli halisi wa mambo, la sivyo broad-based government itafika mwisho, kwa sababu amesema relationship politically itafika mwisho. Number 2, Caleb Amisi ni mwana ODM wa support, naye ametishia kujiondoa kwa ODM kwa sababu ya kushirikiana na UDA. Tusikize. When Caleb speaks, I'm speaking because of our leader. Na tunaambia chama cha ODM, wacha sasa kuconfuse wananchi. You are either in government or you are in opposition. Hakuna katikati. Mtatoa wapi kura? Mnataka mtudanganye twende kwa opposition? I don't want to be a member of opposition forever the rest of my life. My people, muangalie siasa vizuri. Mimi niko kwa chama ya ODM, lakini nimewapea onyo. Mkiendelea kunisukuma nitapotea na mtainiona. Kwani iko nini bwana? Iko nini? Na tumeona gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga, na haya amejitokeza na kutoa ishara nyingine tofauti kwa kusema ya kwamba we never signed an MOU to assassinate our ODM members.
Tusikize. So if somebody else killed Were, tell us who. In Nairobi. We have said we are working together, but we did not sign up to assassination of our members. We did not sign up to assassination of our members. That we did not sign up to. Who killed Were and why and for what? And not in a far future, in the near future. And I can tell you. What does that mean politically? Matamshi haya yote ni kwa sababu sina wakati na kuelezea kidogo tu. Haya yote yanamaanisha nini? Number 1. ODM vile natazama wamechoka. They are planning to quit the so-called broad-based government before 2027. Kumaanisha wanataka kujipanga vilivyo, kujipanga kuwania kiti cha urais katika uchaguzi ujao. Ndio maana tumeona hata Raila Odinga, hata viongozi wengine wakisema ya kwamba liwalo na liwe. Katika uchaguzi ujao, chama cha ODM lazima kitahakikisha ya kwamba wameweka mwaniaji wa kiti cha urais katika uchaguzi ujao. Kumaanisha wamekuwa wakitafuta mbinu ya kujiondoa katika makubaliano. Seneta wa kaunti ya Homa Bay Kajwang' yeye mwenyewe alisema lazima tutakuwa na mwaniaji wa kiti cha urais. Na vile tumekuwa tukifuatilia siasa hizi, ODM iko na lengo fulani. Najua sasa hivi baadhi ya wana ODM wameingizwa katika serikali. John Mbadi ni mwana ODM ambaye ni waziri. Hassan Joho, Wycliffe Oparanya, Opiyo Wandayi, even Dorcas Oduor, principal secretaries hapa na pale hapa. Hata tuliona juzi mtoto wa seneta wa kaunti ya Siaya akabidhiwa nafasi ya kuwa mshauri katika ofisi ya rais. Baada ya kujinufaisha vile walikuwa wanataka, maybe they are planning to have a different calculation politically. So that is why tunaona we are saying ODM to be trusted ni kizungumkuti. Na Raila mwenyewe amekuwa akisema they are not in government. Matamshi ya baadhi ya Caleb Amisi, Gladys Wanga, na Peter Kaluma na wengine, baadhi ya wabunge ama wana ODM, ni ishara tosha kile ambacho Raila Odinga amekuwa akisisitiza kwa kusema ya kwamba ODM is not the government. Now they have proved it publicly. Tusikize what Raila Odinga said about being in the government. Sama ya ODM tuliamua kwamba sisi tutakuwa na uhusiano, lakini kukuwa na uhusiano sio kusema ya kwamba sisi yote tumeingia kwa serikali. To trust ODM is a journey. What do you think? ODM ikiwania kiti cha urais 2027 watapata ushindi? Kulingana na wewe, utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Kwaheri ladies and gentlemen.